Safi, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibu sana. Hongera sana kwa kuwepo kwenye tukio la kihistoria kumbukizi ya NIT. Mimi ndio host, nikupe hongera wewe. Sawa, hongera kwetu sote. Hongera kwetu sote. Tumshukuru Mungu. Hongera kwa kuhudhuria. Asante. Nini ambacho kimekuvuta kuja katika sherehe hii ya Mtakatifu Don Bosco NIT na wakati wewe sio sehemu ya chuo hiki? NIT ni marafiki, nimekuwa pia ninapendezwa na muziki wao ambao unakuwa na wimba. Moja kati ya matukio ambayo yanajitokezaga katika matukio ya CPT, TMCS, wana kati ya kwaya ambazo napendezwa nazo sana katika uimbaji pamoja na NIT, pamoja na vyuo vingine. Kwa hiyo nina furaha sana kuwa sehemu hii ya historia leo hii na kujumuika na rafiki zetu kwa sababu mimi nimesoma TIA na tumekuwa ni marafiki wa muda mrefu. Kwa hiyo rafiki umezidi mpaka leo hii kutukutanisha pamoja. Hongera sana. Asante sana. Umejifunza nini katika tukio hili la leo? Kwa kweli kati ya vitu ambavyo sikutegemea ni kukuta haya maandalizi ambayo yalikuwepo huko ndani. Kwa picha ya kawaida unaweza usifikirie kwamba Don Bosco amefanya. Yani sio Don Bosco. Wanafunzi ambao hawana mshahara hawafanyi kazi, wanategemea maybe sometimes wazazi wawezeshe, ndugu au kupitia labda hiyo serikali mikopo. Lakini wamefanya jambo kama hili ambalo yani sio mimi, kila mtu ambaye amealikwa eneo hili tumejifunza kwamba wapo wakubwa ambao inawezekana wana mpango kufanya mambo kama haya, lakini wameondoka na picha na mwanzo wa kwenda kuanza kufanya tukio kama hili. Hongera sana. Asante. Hongera sana. Labda sio la mwisho, nikisema la mwisho ni kama unaenda neno lako kwa watazamaji wetu ambao wanatutazama wakati huu na ni waimbaji lakini bado wanasuasua katika utume huu wa uimbaji. Wajifunze nini kutoka kwa wanafunzi hawa? Kwanza hakuna karama nzuri na ambayo ni tunaalikwa sisi kama waamini tuifanye kama karama ya uimbaji. Uimbaji kwanza kiafya inaleta afya ya akili, inatoa stress by the way. Pia ukiangalia moja kati ya hata katika ile tendency ya watu ambao wanachelewa sana kufariki au kufa ni wanakwaya. Mfano mzuri babu yetu mzee Mwarabu. Umri wake ule yani miaka 82. Angekuwa ni mtu mwingine ambaye kipindi tunapokutana kwenye kwaya tunakutana watu ambao kila mtu anatoka katika majukumu mbalimbali. Tunakutana pale katika tabia tofauti, makabila tofauti, tabia hivyo. Tunakutana pale kwa lengo la kuimba lakini pia katika lengo la kuimarisha afya ya akili. Katika swala zima la dini ni sehemu pia kujichotea baraka. Ni sehemu ambayo unaweza kumsifu Mungu na kumuimbia. Mtakatifu Agustino anasema kuimba ni kusali mara mbili. Kwa hiyo pale unafanya kuimba vizuri ni kusali mara mbili. Kwa hapa tunachokifanya ni tunaimba na tunasali zaidi. Sisemi kwamba wale wengine ambao waimbi hawasali, lakini katika kuimba ndani yake kuna upekee wake ambao tumejaliwa sana sisi waimbaji. Mimi pia ni muimbaji, ni sauti ya 4. Inaonekana sauti ya 4. Uko vizuri. Niko vizuri. Hongera sana. Asante sana. Mimi David nikutakie wakati mwema. Asante sana. Najua tuna mengi ya kuongea lakini muda umetupa mkono kidogo. Nitakuita wakati mwingine tupige story. Wewe si influencer. Shukrani sana. Hongera kwa kuja, Mungu akubariki sana na nikutakie jioni njema. Hongera pia kwa wote ambao wamefika katika tukio hili. Wewe unapokea hongera hizo kwa niaba yao. Mwenyezi Mungu awabariki wote na karibuni tena. Asante David. Karibu sana.